Mapigano makali yamezuka tena nchini Yemen baada ya waasi wa Houthi kufanya mashambulizi dhidi ya kambi za kijeshi zinazodhibitiwa na vikosi vinavyoungwa mkono na serikali ya Yemen chini ya baraza la uongozi wa rais. Kwa mujibu wa vyanzo vya serikali vilivyonukuliwa na Reuters, wanajeshi wasiopungua 30 wameuawa katika mashambulizi hayo yaliyolenga kambi za kijeshi katika majimbo ya Marib na Hadramaut. Idadi ya waliopoteza maisha inatarajiwa kuongezeka huko operesheni za uokoaji na tathmini ya uharibifu zikiendelea. Marib ni moja ya maeneo muhimu zaidi ya kimkakati nchini Yemen kutokana na kuwa na rasilimali za mafuta na gesi, na kwa miaka kadhaa imekuwa uwanja mkubwa wa mapambano kati ya vikosi vya serikali na waasi wa Houthi. Hadramaut nayo ni miongoni mwa maeneo makubwa yanayodhibitiwa na serikali inayotambuliwa kimataifa. Mashambulizi haya yanaonyesha kuwa vita vya Yemen bado vinaendelea kwa nguvu licha ya juhudi mbalimbali za kidiplomasia za kusitisha mapigano. Waasi wa Houthi wanaendelea kushinikiza kupata udhibiti wa maeneo muhimu ya kijeshi, huku serikali ikiendelea kupambana kulinda ngome zake. Msemaji wa kundi la Houthi nchini Yemen, Yahya Saree, amesema kundi hilo limefanya operesheni kubwa ya kijeshi iliyohusisha makombora ya masafa marefu na ndege zisizo na rubani yani drones dhidi ya maeneo ya kijeshi yanayodaiwa kutumiwa na vikosi vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia. Kwa mujibu wa Saree, mashambulizi hayo yalilenga kambi za kijeshi, maghala ya silaha pamoja na magari ya kivita. Ameongeza kuwa operesheni hiyo ilisababisha mamia ya wapiganaji wanaoungwa mkono na Saudi Arabia kuuawa au kujeruhiwa pamoja na uharibifu mkubwa wa vifaa vya kijeshi. Mashambulizi haya yanaonyesha kuendelea kwa mapigano makali nchini Yemen, huku mvutano wa kikanda ukiendelea kuongezeka kutokana na vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati. Waziri wa mambo ya nje wa Uturuki, Hakan Fidan, amesema hali ya ukosefu wa utulivu nchini Syria inaendelea kuwa tishio la moja kwa moja kwa usalama wa taifa la Uturuki. Fidan amesema machafuko yanayoendelea nchini Syria yanaweza kuongeza shughuli za makundi yenye silaha karibu na mipaka ya Uturuki, jambo ambalo linaweza kuhatarisha usalama wa raia na utulivu wa eneo zima. Kutokana na hali hiyo, amesisitiza kuwa Ankara itaendelea kuimarisha ushirikiano wa kikanda na kimataifa katika mapambano dhidi ya ugaidi. Hata hivyo, hadi sasa hakuna udhibitisho wa kujitegemea kuhusu idadi ya waliouawa na majeruhi au kiwango cha uharibifu kinachodaiwa kufanywa na Wahouthi, wala mamlaka za Saudi Arabia hazijatoa taarifa rasmi kudhibitisha madai hayo.